switch makalenda, hakuna kukata tamaa kwenye mechi zitakazofanya kama kawaida. Vipi? Hapo. Kama kawaida. Nilikwambia wanifunge si hao hapo. Wamemfunga nani? Maana yake wewe ndio ulisema upo nyumbani. Wenzako wanaonekana ni kama matokeo haya kwao ni fresh tu. Kwa namna kundi lilivyo nilikwambia tutawabomoa National Ali na hamtaamini macho yenu. Nyewe mliona kwamba labda tunaongea kauli za kishujaa kwamba hatuna timu nzuri ya kumbomoa National Ali. Ahali amebomolewa. Tena amebomolewa vizuri tu. Kapigiwa mpira mwingi. Alikuwa anacheza kama chache tatu. Nakwambia alipigiwa mpira mwingi ndio hivyo, alhamdulillah, dua nyingi kwao, wamepata sare wakiwa katika kiwanja chetu cha nyumbani. Lakini kwetu sio kwa bahati mbaya. Tuna alama nzuri, alama 5. Wenzetu wana alama 8, tofauti ni alama 3. Lakini ukiangalia gap letu sisi na walioko chini bado sisi tuna advantage kubwa. Lakini kwenye kundi letu ukizungumzia majiant wawili ni Yanga na National Ali, ndio majiant wawili. Kwa hiyo huyu Al Ahly sasa hivi kabakiza vita vya Kiarabu, kabakiza vita dhidi ya Waarabu wenzie. Inawezekana wewe kamaona na alama 8 leo, lakini hizo alama 8 zake zikawa hazina manufaa yoyote mbele ya Waarabu wenzie. Hakuna mchezo mwepesi kati ya Mwarabu na Mwarabu. Sisi Young Africans tuna mchezo mmoja bado wa nyumbani wa kufikisha alama 8, lakini tuna mchezo mwingine wa away ambao tunahitaji kwenda kupata hata alama 1. So far wachezaji wamepambana, tunashukuru kwa kutuonyesha kwamba wana uwezo wa kuonyesha quality, wana uwezo wa kupambana na wachezaji majianti, wana uwezo wa kutuonyesha kwamba wao wanacho kiwango kikubwa kuliko namna ambavyo vilabu vingine vya Tanzania vinaonyesha. Heshima imebaki kwa Tanzania. Mpaka sasa hivi klabu pekee ambayo ina uwezo wa kuonyesha inaweza kupeperusha bendera ya taifa hili kwenye michuano ya kimataifa ni sisi, katika kundi gumu ambalo watu wote hamkutegemea. Hakuna. Tangu tunasema kwamba Yanga amepangwa na kundi moja na Umoja wa Arabu, hakuna aliyetegemea Yanga atakuwa nafasi ya pili mpaka sasa hivi, lakini tumeonyesha wanaume tuko kazini. Unajivunia leo kuweza kumsimamisha Ali, maana kama angepata alama 3 alikuwa yeye anafuzu moja kwa moja kwa maana hiyo, lakini mmemzuia, amepata alama 1. Mnajivunia? Yaani ukiacha kujivunia kumzuia Al Ahly kuto kufuzu katika kiwanja chetu cha nyumbani, tunajivunia kupata alama 1 muhimu zaidi, ambayo sisi tukikutana na mtu mwingine kamkumbe kama FAR Rabat, tukikutana na timu nyingine kamkumbe kama wale JS Kabylie, yani uhakika wetu wa kufuzu ni mkubwa. Ili kundi sisi tulikuwa tunapiga mahesabu kwa National Ahly kwanza, yani huyu National Ahly asije akachukua alama 3 hapa nyumbani, lakini wale wengine kama FAR Rabat kashatuachia 3, yule Kabylie akija hapa 3 ataziacha, yani hilo tegemeeni. Kwa Kabylie tayari tutachukua 3, tuna 8. Tunamsubiria yule kamkumbe FAR Rabat toka na kukutana naye, tuje tumalizane naye. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, mashaka ni kwa wenzetu. Sisi tumemalizana na Mwarabu, wewe wako umemalizana naye kesho hiyo. Wewe si hatujui. Mnyama anasema sisi wananchi ameanza upya. Tushamalizana na Mwarabu wetu. Je, wewe Mwarabu wako ushamalizana naye au unapata wenzako tu ya kwako bado hujamaliza? Wanaume tunatoka kesho asubuhi mapema, tuko uwanjani Benjamin Mkapa kuja kushuhudia goli lao zidi ya Mwarabu, na wao tuwaone wanaweza kucheza au kamkumbe tu. Vyuma umeviona, Alan Okello, viwango vya wachezaji wako Damalo, Duke Abuya, Alan Okello, Starboy, Falhani. Uko kwenye kamera ipi kama unanisikia? Wewe Falhani umemuona? Pasi zinapigwa mpaka na visigino, watu hawaangalii. Mohamed Damalo, no yellow card, discipline master. Unasemana nizamu? Kuna mwalimu wa nizamu kumzidi Mohamed Damalo? Kwani usiwaseme watu wako wanaokula redi? Kuna mchezaji mpaka leo ligi kuu Tanzania bara kagusa mechi 2, si mechi 3. Akikutana na Aliou Dieng mpaka Dieng mwenyewe Dieng kapigwa kikumbo bato. Dieng kaenda kuomba maji kwenye mabango, mbavu zinamuuma. Midfield Damalo, jitu la mtumba, msukuma kutoka ile midfield ya kazi. Wameponea wapi leo Ahly goli? Sehemu pekee walioponea Waarabu ni refa akawasaidia sana. Shekhe, kama mpira ulikuwa una mapumziko ya watu kunywa maji dakika 5, 6, mpira unaongozaje dakika 4? Sisi tuna malalamiko yetu mengi, vibendera wametunyonya sana. Shekhe, kama anapoteza muda refa, wale Waarabu jinsi walivyokuwa nalala, golikipa kala yellow kadi kwa ajili ya kupoteza muda, vidakika vya nyongeza vinaongezwa 1, 2, mara 4. Yani mpira wa leo walipoponea Waarabu
ni refari kuwasaidia. Na mimi niwaambie ni marefari weusi wenzetu. Marefa wa Kiarabu hawana msalie mtume kwenye mechi zao, lakini marefa wa Swahili mnawanyonya Waswahili wenzenu. Huo sio mpira. Malizaneni nao wale, mbona wanatukafini? Si muda wa kutukafini. Wanatuma piponzo sana huko mtandaoni. Sema Guantanamo. Hii Guantanamo sije kupoteza mechi. Guantanamo hatujawahi kufungwa mechi ya kimataifa hapa sisi. Sio kama mtu atoki tena. Sisi tufungwe uwanja huu, shekhe. Si hapa tutacheza mpaka finali. Nyie kaeni hivyo hivyo muangalie. Hii ni Guantanamo, ngome nzito. Leta timu yako yote, leta Barcelona hapa apate alama 3. Mtacheza tena finali na hali inawezekana tukakutana hapo katikati kwenye nusu katikati hapo au finali kabisa. Nikumbushe tukio lile la mwisho lile. Tukio la mwisho kabisa la Trezeguet, ulikopo wapi lile? Amna, mimi tukio la mwisho kabisa kwenye mpira kumbukumbu yangu la Duke Ogabuya. Ule msumali ulikuwa tayari ule. Ina lilahi ule. Basi tu ndio hivyo na mpira, yani bwana, unajua mpira kuna muda. Wale leo Mungu alikuwa wao. Mungu. Kuna ile ya mwanzo pia Okero ile. Achana na, yani mali zilikuwa nyingi. Tumetengeneza nafasi nyingi sana. Yani Yanga tunajivunia umwalimu hatari. Anamtoa Okero, anamuingiza Israeli Mwenda, nafasi zinatengenezwa kwa kina Duke Ogabuya. Yani unachanganyikiwa, mwalimu anafanya sababu ya aina gani? Bwana, mwalimu wa Yanga Afrika, injinia, kama inawezekana muongeze mkataba hata miaka 10. Huu mwalimu. Mimi nakwambia, sisi hatujaenda kuchukua watu kamkumbuka. Huyu mwalimu anafanya hesabu zenye maana. Wakaingia leo na beki wake wa kulia Dickson Jobu, watu wameangalia wakajota sana beki wa 3, kacheza na mabeki wa 4, kajaza viungo wake wawili, timu inaenda na timu ilikuwa inasonga. Timu hii Yanga iliyocheza na Ahali, oya, ikikutana na timu ya ligi kuu Tanzania bara kiama. Ndio nakwambia hii Yanga Afrika hii. Unaona iliyocheza na National Ahali hivi. Ahali anaomba maji, Ahali anapoteza muda. Ikikutana na timu yako ligi kuu Tanzania bara, lazima JSM anaharibu ligi. Lazima utamke na watatubu tu. Katika mwaka wana Simba watatubu. Hapo siwezi kuongea bila kuwataja. Nyie madunduka katika mwaka mtatubu. Watafute kwenye kamera kwanza ndio waambie. Hii hapa. Maki nisikia madunduka watu wanasema zile alama zitaganda kama barafu. 4 zimeongezeka zimekuwa 5. Ziambieni. Hilo achana mijitu kaifu moment leta achana naye. Kila siku. Ligi kuu Tanzania bara. Kama timu yako haijiwezi, ukicheza na Yanga kimbia kabisa, usiingie uwanjani. Ukileta timu utaishia manyoya. Asanteni.